Subscribe Miujiza TV. Waswahili wanadai kwamba nyoka angeficha sumu. I hope kwamba hata mwanangu Chumvi angeweza kumtumia kama kamba. Mimi naitwa Biva Friends, Chef Dodo, Mchicha na Donaro. By the way, pia leo tuko na mtu mzima ADM. Story ni nyingi kuhusiana na mambo mengi ambayo utazungumza naye. Mashavi ya nguvu kwa Hama Sports Center. Kazi yao ni kuweza kupush hapo mpira wa foot volley. Hope kwamba ni kitu ambacho ni kigeni kwako, lakini mpira ambao unachezwa katika fukwe sehemu ya bahari. Tuko na mkubwa hapa, mob ni nyingi sana, zizungumzane mambo mengi sana. Mkubwa, heshima yako. Nashukuru Mungu, mimi mzima, nimefurahi kuwa na wewe hapa. Nimefurahi sana pia mkubwa kufika ofisini, lakini pia by the way wewe ni mtu ambaye uko kwenye spotlight, lakini ukiguswa kwenye simu moja unaliprai kwa vijana wako. Ndio. Mimi naamini spotlight is nothing, yani maisha yetu ya kila siku ndio kitu cha muhimu na ambacho kinafaa kila siku. Hatufai kuvimbiana kwa nafasi ndogo ambayo tunapata. Kwa suluhisho la printing yenye hadhi ya ubora wa kimataifa, karibu Asnas Printing. Sisi ni familia kubwa ya printing. Tunafaa hiyo nafasi ndogo ambayo tunaipata ituunganishe ili tuzidi kufanya vitu vingi vikubwa zaidi. Kwa ndo maana mimi niko available, unless kama siko available ujue kweli nimetingwa. Okay. Yeah. Mtu akisikia jina la Hazma Mponda, faster tunafikiria sasa hivi ni mapinduzi makubwa ya hip hop. Pengine umeamua kutengeneza brandi kwa namna hiyo ama ni kitu ambacho kimekuja tu abrupt bro? Kwanza Hazma Mponda ni mtu ambaye yuko kwenye hip hop miaka mingi na nimepambania hip hop na nimesacrifice vingi kwa ajili ya hip hop. Nikieleza kwa kifupi sana, mimi nimeanza kuingia sana kwenye game mwaka 2006 baada ya kumaliza form 6. Kwa nilitoroka kabisa nyumbani kwetu Mbeya nikaja Dar es Salaam kwa ajili ya kupambania game. So baada ya hapo nimekuwa niko kwa ajili ya movement za hip hop. Mara nimeenda Kenya, nimeenda mikoa mingi ya Tanzania, nimetembea kwa sababu ya hip hop. Kwa hiyo nimekuwa yani nipo kwenye game miaka mingi, but sikuwahi kupata ile labda nafasi ya kuwa tu pale sehemu, lakini ila nimekuwa na harakati zangu ambazo zinaendelea kila siku. Kwa hiyo mimi kuingia huku kwenye sasa hivi sio kwamba ni mpya kama watu wanavyosema. Hapana, sio mpya, ila labda kazi zangu ambazo zinaenda kwa ukubwa ndio sasa hivi zinaonekana. Mungu amenibariki kwa kiasi chake, nimekuwa na kampuni yangu ya printing, so na deal na printing, branding. Nimefungua pia Asnas Entertainment kwenye upande wa audio, video production, podcast. So ninaona ambacho ninatamani ni kuona kinarudi kwenye yale ambayo nilishindwa mimi kuyafanikisha. Nitafurahi kuona vijana wengine wengi ambao wanakuja wakiyafanikisha, na ugumu ambao mimi nilikutana nao sitamani kila mtu aweze kuexperience ule ugumu. Natamani kama kuna nafasi ambayo naweza kuchonga njia mtu mwingine akasogea, ninaweza kufanya hivyo, kwa sababu mimi sikupewa hiyo nafasi na watu wengi ya kunichongea njia ili nipite. So lakini ninaona ugumu, ninaona hard work, ninaangalia dedication yangu ambayo nilikuwa nayo wakati nafanya na impact ambayo nilikuwa naipata, yani kuanzia kwa ndugu, jamaa, marafiki. Kwa sasa sipendi yani nione kila mtu ambaye anataka kujipambania na ana kipaji apite yale magumu ambayo mimi niliyapitia. Unaona? Kwa ndo maana naona kama kuna nafasi inaweza kutoa nafasi iweze kutokea. Na kitu kizuri ambacho nakipenda, it's not about me, it's not about kwamba mimi ndo nimetoa nafasi, hapana. Kwa mfano nikimleta Nicky Mbishi kwenye project hapa, afu nikimleta na Chumvi the baddest, au nikimleta na dogo mwingine yoyote labda Maarifa, au yoyote yule mwingine, ni kwamba na wale wanasaidia kuwatengenezea njia wengine. Unaona? Kwa mfano Nicky akikaa kwenye track moja na Chumvi, anamtengenezea nafasi Chumvi. Ina maana Nicky labda ana watu wengi zaidi kuliko Chumvi. Watu wa Chumvi, watu wa Nicky watamzingatia Chumvi pia, watamsikiliza. Kwa that's the way, it's the way up. Mimi naona ni empowerment, kwamba kila mmoja anamwezesha mwingine ili tuende mbele. Umezungumzia movement za wakati ule, wakati unajipambania. Umesema ulienda Kenya, ulienda sehemu tofauti tofauti. Lakini bro, kuna kitu najikumbuka kupitia Barmedas way back. Kuna cypher moja mlifanya kipindi hicho, niko chali na pambana. Na natamani ku trace by kwamba zile cyphers ambazo mlikuwa mnazifanya kipindi kile bro, unadhani ndio zimeleta mapinduzi makubwa leo hii ambao unayafanya? Yes, nafikiri ni hizo. Na nafikiri ni hizo. Mimi nikiwa hiyo zamani nilienda Mwanza, tulifanya masaifa pale.
Kuna kipindi hata my brother Fid Q alitupa cypher pale tukafanya. Mwanza nimefanya na watu wengi, so ninaamini hizo ndo zimetu encourage tupende culture, ingawa labda pengine hazikufika pale ambapo tulikuwa tunategemea, but zimetupa nafasi ya kupenda hiki ambacho tunakifanya na kukiwezesha. Unajua uzuri wa game, mtu yote ambaye yuko nje ya game hawezi kukuelewa anapokuona unapambania hivi vitu. Kwa mfano mimi, watu wengi ambao labda wako kwenye taasisi wanaona kama mimi napoteza tu au na waste time, lakini hawaioni ile pinch ya moment ambayo mimi naifeel kwenye moyo wangu nikiona tumefanya kitu kimesogea, nikiona mtu fulani amesogea, yani ni kitu kingine. That's all I can say. Kwa ile hatua za mwanzo ndogo ndogo ndio zimesababisha hata sasa hizi hatua kubwa zinaweza kuinuka. Nikisikia Asta Vaste na tamani bro urudi kwenye ile pick up ambapo ulimchukua Bell9 akanata kwenye chorus afu ukateleza kwenye beat, na ile pia ilikutambulisha kwa ukubwa zaidi kwa watu ambao walikuwa hawapendi hip hop way back. Unafikiria pia bro utarudi na midondoko na namna ile, au umeamua ku trace back moja kwa moja kwenye hizi kwenye link up hizi kwenye Fort Bars na vitu kama hivyo? Kwanza kabisa zitakuja, but sio necessary sana kwamba lazima niwe mimi nitakuja nazo kwa uchache, kwa sababu ni binafsi na majukumu mengi, yani nikiangalia majukumu yangu ya taasisi, majukumu ya muziki. Kwa hiyo I'm not going to do kwamba ile ndo mimi nataka niwe mimi kwenye sport ya asilimia zote, no. Ila ni zipo project nimefanya na kina Bell9, zipo na album ndani zipo ambazo nilishafanya, nyingine nimefanya miaka 5 iliyopita, lakini ni album ukisikilia utaona ni album kama imefanyika leo. Kwa hiyo ninaweza kufanya chochote, but it's not more about mimi. Nashukuru kwa nafasi ambayo nilifanya Asta Vaste. Asta Vaste ndio project ambayo kwanza mimi imeniwekea kwenye piki yangu mimi, yani kwenye kufika kwenye level zangu mimi, kwa sababu ilinifungulia njia nyingi, iliniaminisha Kenya, watu wengi walinipokea, iliniaminisha, ilichezwa Nigeria, ilichezwa South Africa, ilichezwa kwenye platform nyingi, imeniaminisha kwa nafasi yake, tofauti na yani na project zangu nyingi ambazo nimetoa, na ikaniletea nikafanya collaboration na kina Girard Milo kutoka Kenya ambaye ni Mwisraeli yuko Kenya, nikafanya collaboration na kina Sugu na Izobi. Ni kwa sababu ya ile Asta Vaste iliniweka kwenye spotlight same plan. Na shukuru, ile ilikuwa ni moment ishapita, hatuwezi tukaendelea kukomaa to create the same moment ambayo tulisha create. Sawa sawa na watu wengi ambao sasa hivi wanaongea kila siku na wanaongea kwamba Nicki Bishi, Nicki wanani wa Playboy alikuwa noma sana, alisha create ile moment, ilishapita, anatakiwa atengeneze moment nyingine. Hawezi kawa Nicki wa Playboy miaka yote, yani Nicki wa Playboy alikuwa na miaka 17 18 mpaka leo. Nicki saizi ana miaka 30 ngapi, sio 40 labda hapa anakaribia, sijui aendelee kufanya yani kitu alichofanya miaka 17 16 iliyopita aendelee kukifanya leo. Growth, maturity, thinking inabadilika, umenielewa? Kwa hiyo mtu unabadilika. Kuna muda mwingine mtu unakuwa hauna tena zile stress, hauna zile kwamba sasa hivi eti nianze kuimba Asta Vaste wapi unakwenda nikufate yani mimi mwenyewe kwanza nikiona, mimi nikijisikia mwenyewe naona yani ishapita, yani nishapita hizo level za hizo. Sasa hivi natakiwa niongee vitu vingine ambavyo watu waelewe. Niongee hii ni time ya biashara, simu za madili ziite, kwa sababu sasa hivi ndo mimi psycho yangu sasa hivi sio wapi unakwenda nimfuate, pale namwimbia ni mwanamke, wapi unakwenda nikufuate. Mwanamke nina mke mzuri na mwanamke ambaye ananijali, ya nini tena haya mambo hayo? Sasa hivi ninachokiongelea ni biashara, umeona? Yani tumeshakuwa wakubwa, tunatakiwa tulipe kodi, yani tunatakiwa tulipe nini, tushakuwa very matured. Kwa hatuwezi endelea kufanya kitu kile kile. Mtu atakwambia nakusikia, lakini wewe Asta Vaste ulikuwa noma, lakini ukija ukiangalia anayesema hivyo ana miaka mingapi? Ana miaka 18, ana miaka 20. Yeye ni wakati wake wa kuona hicho ndo kitu kiko perfect. Kwa hiyo vitu kama hivyo tutawaachia watu wengine, wataonyesha nafasi. Wakina Chumvi wataonyesha, wakina kijana ule kuna kijana mmoja nimefanya naye amefungua chimbo, wakina Dwayne Wevu wataonyesha, wataimba vitu hivyo. Kwa sio lazima sasa sisi ndo tuimbe, au sio lazima. Kwa hiyo that's all I can say. Kwa hiyo nafikiri moment inabadilika na majukumu na umri na kila kitu. Yeah. Brother, unaamini kuwa diss tracks na push up muziki wa hip hop hapa Tanzania? Kwa Tanzania no, kwa Tanzania no. And diss track as pushes na zinaeneza chuki. Na kwa hata ambao wanaweza kuzikuwa wanazishabikia,
utaangalia in one way or another. Kwa mfano, labda mimi msanii mmoja ambaye ana mashabiki wake, akinidis mimi, wale ambao wananichukia mimi ndio watakaofurahia ile diss. Na mimi nikimdisi yule mtu, wale wanaonipenda mimi ndio watafurahia, afu na wale wanaompenda yule mtu wataanza kunicriticize kwamba hata kama nimeongea reality kiasi gani au nimedisi kwa perfect kiasi gani, wale kwa sababu yule ni mtu wao hawatakubali, yani wataendelea tu kumsupport mtu wao. Kwa hiyo it's not building, tofauti na Ulaya.